ma wasala amdan ila aljawfi, ni kitu chochote kilichofikiria tumboni kwa maksudi. Tunasemaje maksudi? Yani kilichofikiria tumboni, bimaana kimepenya mpaka kikaenda tumboni kwa wewe kutaka mfungaji. Vipi yani? Umeamua kunywa maji yakafika wapi? Tumboni. Umeamua kula ikafika nini? Tumboni. Umeamua kuchukua vidonge ukaweka sehemu za siri vikapita, wewe mwenyewe. Si umeelewa? Umeamua kutundukiwa maji kupitia puani yaende tumboni, wewe mwenyewe. Utakuwa saumu yako imebatilika. Umechukua sindano, unapigwa sindano, unaweka kwa ajili ya kupata nguvu, yani kama vile kitu unakizimua. Unakifanyaje? Unakizimua, kilikuwa kimesia. Baada ya sindano anafurumuka mtu, sindano ile ya chakula, sindano ya chakula, sio sindano ya malaria na typhoid. Hii inasemewa, hii haina shida, hii haibatilishi. Sindano ya mtu kuongezewa apate nguvu, ile ni batili, kwa sababu kimefika kile kitu tumboni kwake au kwenye mwili wake. Bimaana ma wasala amda ila aljawf mithla alakli washurbi, wama huwa bimaana alakli washurbi, kula na kunywa, na chenye maana ndani ya kula na kula. Hala alamdi walilmi walikhtiyari, hali ya kuwa ni maksudi na anajua na amechagua. Anaweza akafanya hajui, sheria inamsamehe. Kwa mfano mtu akaenda kadunga sindano, anashindwa kabisa, kwa ajili apate nguvu, saumu yake iendelee, lakini kumbe hajui ile sindano ya namna ile inabatilisha. Baadaye jioni anauliza, anasema nilichoma sindano ya hii. La, huyu aambiwa afungue, huyu anaendelea na saumu, na saumu yake ni sahihi. Kwa sababu nini? Jahilu, ni mjinga. Waljahilu maafuun anhu, na mjinga usamehewa. Lakini sio katika mazingira yote, ni katika baadhi ya mazingira mengine asamehewi. Tutakuja kuzungumza wakati mwingine. Hiyo ni moja. Lakini pia ikhtiyari, isije kuna mtu anamlazimisha lazima ule, usipokula nitakufanya kadha. Na kweli yule mtu anaweza kufanya kile anachosema, hapo anaweza kula, lakini kitendo cha yule kuondoka tu, anaacha kula. Akiacha kula, kilichoingia saumu yake si batili, kwa sababu yeye ni mukriha, kalazimishwa. Tayib, hadithi ya Mtume inasema, man akala au shariba nasiya falyutimu saumu. Kesi nyingine anakuja mtu kajisahau, hasa wale wanaofunga Jumatatu, Alhamisi, masiku meupe. Shaabani hii walikuwa wanafunga nyingi, unakuta mtu amefunga mpaka siku 15, amefunga 20. Ushafahamu? Jaizi, na ndio inatakana. Ramadhani, Shaabani inatakana kukithirisha saumu. Mtume alifunga zaidi katika sunna zilizofungwa ndani ya miezi. Mwezi wa Shaabani Mtume alifunga zaidi, lakini hakukamilisha mwezi mzima, aliacha baadhi ya siku. Kila siku zilikuwa zaidi, mwezi una siku 29, zaidi ya siku 15 alifunga. Na hii imethibiti katika hadithi nyingi. Sasa hawa watu wa namna hii, kukiwa na mvua na baridi, wao saumu tayari shakaa kwenye mwili yao. Anaweza kasahau, akaona ni siku ya kawaida tu, mara anapiga kahawa yake na halua pale au na tende, mbona Ramadhani, aachilie pale, na kilichoko kile afanyaje? Akiteme. Afanyaje? Asiendelee nacho kilichoko mdomoni, asije akasema ngoja nimalizie na hiki, kumalizia na kule ndio kufungua huko. Unatakiwa ukiteme, lakini usiende kujigogoa sasa kitoke na kilichoko tumboni. Hapana, sheria haikutaki hivyo. Kwa hiyo aliyekula kwa kunywa na aliyekunywa kwa kufanyaje? Kwa kusahau, saumu yake ni sahihi. Hii ni namba 2.